kwa ajili ya UDOM peke yake, kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo vijana wetu tunawashukuru kwamba mlienda huko mkapambana. Mtatuambia baadaye mmeshinda shindaje, maana mapambano pia yalikuwa open. Na mimi siku ile nilisikiliza siku mnatangazwa pale. Yule aliyekuwa tangaza alifurahia sana. Yule si ni Mchina yule. Unajua. Lakini niliona wengine wanapiga makofi huko wanashangaa kwamba inawezekanaje aka kainchi kadogo kwa maana ya teknolojia, sio kwa maana eneo. Aka kainchi kadogo tulifikiri aka ni kainchi kanakoendelea kanakujaje hapa na vijana wadogo hao wanatugonga namna hii. Nadhani wengine huko huenda wamerudi kwa mavice chancellor wao wakaadhibiwa, kwa sababu ni mataifa makubwa, ni vyuo vikubwa vilitegemea kurudi na ushindi. Sasa unaponyang'anywa na ushindi na chuo kidogo, kwa maana kinatoka kwenye nchi inayoendelea, mimi nafikiri inabidi ujieleze. Sasa ninyi kwa kweli hatujawadai kujieleza, mmejieleza wenyewe. Kwa hiyo tunawapongeza sana, na kwetu sisi mmetusaidia kuongeza idadi ya wanafunzi ambao watakuja mwaka huu kusoma masomo ya TEHAMA, kwa sababu wanajua watakwenda kukutana na wenzao ambao ni washindi, lakini watakutana na walimu ambao wanafundisha washindi, na fursa nyingi zitaendelea kupanuka. Lakini tunawapongeza pia na wale wenzenu ambao walitoka kwenye vyuo vingine ambao mliungana kuwa kwenye timu au kwa pamoja ndio mlifanya timu ya Tanzania. Kwa hiyo na wao ni vizuri tukatambua kwamba ushirikiano kati ya vyuo vilivyopo Tanzania kwenye maeneo ambayo tunaweza kufanya kazi pamoja inatusaidia sana kupata ushindi. Wakati mwingine tunatakiwa twende na bendera ilikuwa ni ya taifa hii. Kwa hiyo tunawapongeza, muendelee kushirikiana. Mtapata ujuzi, utawapa ushindi, lakini mnajenga ecosystem ya Watanzania ambao kila wakati Tanzania ikiambiwa itoe vijana wazuri kwenye teknolojia watapatikana. Kwa hiyo kwa niaba ya jumuiya ya Chuo Kikuu cha Dodoma, kwa maana ya management, wafanyakazi wote na wanafunzi wote, tunawapa pongezi, na Madam President peleka huo ujumbe. Shukuru sana, tumerudi na ushindi. Lakini kingine ninachoweza kuambia wanafunzi wenzangu, tuna safari ndefu ya kuyafikia mafanikio, na njia ya kuyafikia haya mafanikio inabidi tuhakikishe tunafanyia kazi kile tunachokiamini siku moja kitatulipa kwa kutupatia ajira baadaye. Inaweza ikawa isiwe ni kwa karibu sana, hata kama ni muda umechelewa, lakini tunatakiwa to trust the process. Tusome kwa bidii, tufanyie kazi yale tunayoamini yatatupa kazi siku moja, ili tusaidie familia zetu, tusaidie na wale watakaohitaji msaada kutoka kwetu. Hicho ndio ninachoweza kuambia. Tusikate tamaa. Najua pressure za kazi